Aina ya ugawaji wa mirathi ni aina 4. Nataka mnifahamu, mirathi inagaiwa kwa mambo mangapi? Manne, lakini ulama wameongeza kuna la 5 kwa mujibu wa aya hii. Aina ya kwanza ugawa mirathi inagawanywa kwa kitu kinaitwa furudh. Alqismata inma tuqsamu bil furudhi, sio? Kuna watu wanaitwa ahlul furudhi, watu wa mafungu yao. Hayo mafungu amegawa Mungu mwenyewe humu, watu wa furudhi, sio? Mnanielewa? Aina ya pili, kwa hiyo kuna mtu atapewa kwa furudhi, au sio? Aina ya pili ni taasib. Min alwaratha man hum yarithuna bitasiri, kuna kitu kinaitwa taasibu, sawa? Wale aswaba ni wale watu ambao si watu wa furudhi, yale mafungu alotaja Mungu yale, kuna watu hawamo kwenye hayo mafungu, lakini nao ni warithi. Wale wanarithi kwa taasibi, unanifahamu? Ni ndugu wa kiume wa upande wa ubabani, wanaitwa aswaba. Msio na wasiwasi, nitawataja watu mmoja mmoja, yani nitawataja watu waziwazi, utajua sasa hivi bwana akifa mimi nimo, uanze kujua mapema, usiye kusumbua kwenye kile kikao, usisumbue kama kule wapi kwenye nini, chuo cha usafirishaji NIT Mabibo, sio? Kuna chuo cha Mabibo huko nako nimekwenda kutabia mirathi, nikaanza kuwagaia mirathi, nikawaambia haki zao. Mmoja akanambia, shekhe, mimi hayo maneno yote siyataki. Ananiambia mimi sitaki kabisa, na sasa leo hapa tutauana. Ananiambia mimi tutauana. Nikamwambia subiri kidogo, mimi kazi ilionileta nimeshamaliza, na mlinita wenyewe kuja kuifanya, nimeshaifanya, unanielewa? Huyu mama aliwapa watoto wake wawili nyumba wakati wa uhai wake, akawapa nyumba. Kwa hivyo wanataka hawa ndugu wengine wawatoe hawa mabinti wawili kwenye mirathi kwa sababu walipewa nyumba. Nikamwambia haikubaliki, hii nyumba haikutolewa kama wasia, kwa sababu hairuhusiwi kumpa wasia mtu atakayerithi. Mtu yoyote aliyomo kwenye orodha ya warithi hapewi wasia, Mtume kakataza. Haya, hii nyumba hawakupewa kama mirathi, mtu harithiwi kabla hajafa. Mama amewapa akiwa hai. Haya, aliwapa kwa mlango wa kisheria unaitwa hiba. Amewapa binti zake kitu kinaitwa hiba. Ni ule mlango unaomruhusu kila mwenye mali yake ambaye anaruhusiwa kutumia mali yake kumpa mali yake anayemtaka. Kitu kinaitwa hiba.